Shalom mpendwa. Leo tuko katika namna ya pili, jinsi ya kuponya moyo ulioumizwa. Kutafakari na kukiri neno la Mungu. Tumia muda mingi ukitafakari na kulitamka neno la Mungu. Mithali 16:28 inasema, maneno yapendezayo ni kama sege la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Unapokiri na kutafakari neno la Mungu moja kwa moja, mifupa yako hupata dawa. Kwa maana maneno yapendezayo ni afya mifupani. Pia kuna ahadi ya Mungu ya kukuondolea yasiyofaa moyoni mwako na kukupa furaha iliyo kamilifu. Isaya 61:3 inasema, kuwaagiza hao walio hao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, na vazi la sifa badala ya roho nzito. Tafakari jinsi Bwana alivyokuandalia taji ya maua, yaani kibali badala ya kukataliwa. Bwana atakupa furaha itakayobubujika toka kwenye vilindi vya moyo. Badala ya mtu wa huzuni, atakuvika vazi la sifa. Nyimbo zitabubujika toka moyoni mwako. Jitamkie kibali, jitamkie mafuta ya furaha, jitamkie vazi la sifa. Kwa maana Mithali 15:4 inasema, ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofu wa ulimi huvunja moyo. Kwa hivyo, jifunze kujitabiria na kujinenea mema katika kila jambo katika maisha yako, kwa kuwa wewe una nguvu zaidi kuliko waliokuzunguka ambao wanakunenea. Kwa hivyo, linda moyo wako kwa yote. Ninakupenda, unaweza zidi kunifuatilia katika jinsi ya kuponya mioyo uliobondeka, na nitakusaidia na Mungu atakutendea na atakuponya, wala usikate tamaa.